SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Wananchi wa Mtambwe kisiwani Pemba wanatarajiwa kunufaika na mradi wa maji wenye gharama shilingi milioni 10.3 za Kimarekani. Akizungumza na vyombo vya habari baada ya utiaji saini wa mradi huo aina ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini na kampuni ya J-King Asian Company Limited, katibu mkuu wa wizara hiyo ndugu John Joseph Kilangi amesema fedha hizo zitatumika katika uchimbaji wa visima, ufukiaji wa mabomba na ujengwaji wa matangi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Mtambwe kaskazini na Mtambwe kusini ili waweze kupata maji safi na salama. Sehemu kubwa sana mradi huu ya fedha hizi tunazitumia kwa ajili ya kuweka miundombinu ya maji, kuchimba visima na kujenga matangi kwenye maeneo ya miji hii miwili au maeneo mawili ya Mtambwe kusini na kaskazini. Kama mtakuwa wenyeji wa Zanzibar, maeneo ya Mtambwe kwa kipindi kirefu yamekuwa na changamoto ya maji kwa kiasi kikubwa sana. Na sitakubali na maeneo mengine ya Zanzibar yapo. Kwa hiyo tunajaribu kualika wawekezaji kutoka maeneo mbalimbali kuja Zanzibar kuja kuwekeza. Kwa hiyo leo tumeingia mkataba na J-King Asian Limited Company kutoka China, ambao wao wanakuja na fedha zao, wanakuja na utaalamu wao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo mawili ya Mtambwe kusini na Mtambwe kaskazini, wananchi wa Mtambwe wananufaika na huduma ya maji. Na kama nilivyokuwa nimesema kwenye utiaji wetu wa saini, tunataka huu mradi ufanyike uanze mara moja, na wako tayari. Walikuwa nasubiri hii MOU tusaini, wakakamilisha taratibu za kifedha. Wakikamilisha taratibu za kifedha kutoka kwao, fedha zikishakuja, wanakuja kuanza kutekeleza huu mradi. Na kwa bahati nzuri, kampuni hii ni kampuni sahihi, ina utaalamu wa kutosha katika shughuli zima za ujenzi wa miundombinu ya maji. Wanakuja na teknolojia mpya ya haraka. Hii masuala kuchimba mitaro, kufanya nini, kujenga matangi yanakaa miaka 3 hamjamaliza, hiyo hawana. Wanakuja na teknolojia ya kujenga tangi kwa haraka, kuchimba kisima kwa muda mfupi, lakini kupeleka matangi, kupeleka mapaipu kwa wananchi haraka. Kwa hiyo tunataka eneo lote la Mtambwe kusini na kaskazini, baada ya ndani ya miezi 6 ikiwezekana, waanze kupata maji yaliyokuwa safi na salama. Aidha, wamewataka wananchi waendelee kuilinda miundombinu na watoe taarifa kwa haraka tatizo lolote linalojitokeza katika miundombinu hiyo. Wananchi, naomba miundombinu yote ambayo inakupita katika maeneo yao wasiharibu. Tunaomba mabomba yetu wasiharibu. Lakini wanapoona kwamba hivi kuna maji yanavuja, watoe taarifa haraka na sisi tutakuja kutatua. Muda nilikuwa naongea na wenzetu wa Randi Water, wanafanya juhudi kubwa sana. Kuna eneo moja hapo lilikuwa haina maji kwa muda wa miaka 3. Wamefika pale, mabomba yapo, lakini kazi sisi tulikuwa tujaifanya. Sekta ya maji ni sekta ngumu, kwa maana kwamba kadiri watu wanavyoongezeka kujenga, manake na mahitaji ya huduma maji nayo inaongezeka. Uwezo kumlimiti mtu asijenge eneo fulani akajenge eneo lingine, hapana. Kwa upande wake, meneja mkuu wa kampuni ya J-King Asian Limited ndugu George Mush amesema kupitia mitambo mipya ya kisayansi, wananchi wote, kila nyumba itapata maji ya uhakika, na kupitia mitambo hiyo wataweza kujua wapi kwenye hitilafu na kuweza kuchukua hatua kwa haraka. Sisi tunadeal na distribution ya maji, usambazaji wa maji. Sasa kwa Mtambwe kaskazini na kusini tumewaletea system mpya ambayo watu wa Mtambwe watapata maji ambao ni safi, ambayo yameshawekwa dawa na smart controlled. Yani distribution ile yote nzima itakuwa controlled kwa kutumia smart system. Kwa amna mtu anatakiwa kwenda kuangalia katika kisima bweke natoa au vipi, tutajua tu kuangalia hata kwenye simu yako. Unaweza kujua bwana kisima fulani kina shida fulani au pipe fulani imepasuka, kwa unaenda kufanya marekebisho. Unaona direct on your phone au katika tablet yako. Manake kwa hii system, yani kila nyumba itapata maji. Kila nyumba, na itakuwa na smart meter. Itakuwa unatumia kama luku. Unataka maji 1000, unaweka 1000, maji unapata 1000. Kwa kila mtu atapata maji, atakuwa na uhakika wa flow ya maji constant muda wote. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.